Karibu sana kwenye tetesi za soka barani Ulaya, na tukianza na taarifa kutoka pale klabu ya Manchester City, tunaambiwa wako tayari kumfanya Elliot Anderson na wa Nottingham Forest mwenye umri wa miaka 23 kuwa mmoja wa wachezaji wakuu inawalenga katika uhamisho wa mwaka 2026, na wanapendelea zaidi ya kiungo mwenza wa Uingereza Adam Watson mwenye umri wa miaka 21 wa Crystal Palace. Lakini Sunderland wako tayari kumenyana na Newcastle United kumnunua kiungo wa kati wa Lazio Mfaransa Matteo mwenye umri wa miaka 26. Napoli nao wamewasilisha uchunguzi mwingine kwa Manchester United kuhusu kupatikana kwa kiungo wa kati wa Uingereza Kobbie Mainoo ambaye ana umri wa miaka 20. Lakini Atletico Madrid wamejiunga na mbio za kumsajili beki wa Crystal Palace na Uingereza Maguire mwenye umri wa miaka 25. Real Madrid wamesitisha nia yao ya kutaka kumnunua beki wakati wa Liverpool Mfaransa Ibrahim Konate mwenye umri wa miaka 26 ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Lakini Liverpool wamesalia na nia ya kumshikilia Konate, lakini iwapo tu masharti ya mkataba mpya yatambatana na muundo wa mshahara wa klabu. Mshambuliaji wa Crystal Palace na Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28 analengwa na AC Milan na vilabu vingine kadhaa chini Italia pale nchini Italia na ligi ya Premier League. Lakini beki wa pembeni wa Newcastle ambaye ni Mwingereza Tino mwenye umri wa miaka 23 anasakwa sana na Manchester City ambao wanaweza kukabiliana na ushindani wa kumsajili kutoka pale Manchester United na Arsenal. Kwingineko, Arsenal wamewasiliana na wakala wa mshambuliaji wa Uturuki Kenan Yildiz mwenye umri wa miaka 20 kwa matumaini ya kumtunuku kutoka pale Juventus. Lakini huko kiungo wa kati wa Colombia na Fortaleza Christian Orozco mwenye umri wa miaka 17 atawasili Uingereza kusaini mkataba na Manchester United siku zijazo. Nottingham Forest inamfuatilia mlinda mlango wa Derby County Jacob Widow mwenye umri wa miaka 27 ambapo mchezaji huyo wa kimataifa wa Uswidi bado unaambiwa hajakubali mkataba mpya na Rams. Kwa hiyo hizo ni taarifa ama ni tetesi za soka barani Ulaya, ukiangalia ni jinsi gani vilabu vinajitahidi kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri.